Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Wapo watu wanapitia nyakati ngumu za maisha, si kwamba wametaka wao, ila adui alishabeba na kuiba mafanikio yao. Leo hii watu hawaoni kubarikiwa katika kazi za mikono yao, ikiwemo kilimo, biashara, elimu na hata shughuli zingine halali ambazo wamekuwa wakizifanya ili wapate kufanikiwa. Lakini hawawezi kufanikiwa kwa sababu nyota yao ilikwisha kuchukuliwa na maadui, nao wanaitumia kwa mafanikio yao. Wewe unayepitia hayo, si kwamba wewe ndiye wa kwanza. Kumbuka, Kristo Mwokozi wa maisha yetu alipozaliwa tu, kuna watu waliona mafanikio ya nyota yake na wakaanza kumfuatilia ili wapate kumuua. Maadui waliona ukuu na uweza wake ulivyo mkuu, ya kwamba atakuja kutengeneza makubwa na kuweza kuokoa ulimwengu. Hata wewe ulipozaliwa, kuna watu waliona nyota ya mafanikio yako na huenda waliweza kufanikiwa na wakaiba nyota ya kufanikiwa kwako, nao wako wanaitumia kwa ajili ya faida ya maisha yao. Biblia inasema katika Mathayo sura ya 2 mstari wa 2 hadi wa 4, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo amezaliwa wapi? Katika Mathayo 2 mstari wa 13 akasema, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Hivyo ndugu unayenisikiliza, nyota yako ya mafanikio, wapo maadui waliona tokea tu ulipozaliwa, na huenda wakafanikiwa kuiba mafanikio yako. Siku ya leo ninakukumbusha kuwa yuko Yesu Kristo aishie milele, Mungu anayeweza kukurejeshea kile kilichopotea na kikawa chako tena. Kwa maana anasema hilo katika Yoeli sura ya 2 mstari kuanzia mstari wa 25, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na palale na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu, nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu, aliyewatendea mambo hayo ya ajabu, na watu wangu hawatatayahari kamwe. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Yawezekana umekuwa kile unachokifanya kipate kibali, biashara yako haipati kibali kwa watu, ni kwa sababu umekwisha kuibiwa nyota yako ya mafanikio. Wako watu mahali tu ulipozaliwa waliona, nao wakapambana kwa ajili ya kutafuta hicho kilichoko ndani yako. Kumbuka Yesu Kristo alipozaliwa, namna ya watu ambavyo walianza kumtafuta, ikatokea mpaka wazawa wenye mwaka wa kwanza hadi miwili wakauawa kwa ajili ya kumtafuta aliyebeba nyota ya mafanikio ya dunia. Hivyo hata wewe huenda umebebewa nyota kufanikiwa kwako. Maandiko yanasema Yesu anaweza kukurejeshea miaka iliyoliwa na nzige, palale na madumadu na tunutu, kwa sababu jeshi lake amelituma juu yako kwa ajili ya kuhakikisha linakulinda na linatunza mafanikio yako. Wewe ambaye unatamani Mungu akurejeshe kila kilichoibiwa na uanze kufanikiwa, familia yako iwe na uchumi wa hali ya juu, katika biashara, katika elimu yako ufanye mambo makubwa, fuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, asante kwa sababu wewe ni Mungu unayeishi,
Mungu unayeweza kurejesha, Mungu unayeweza kufinyanga na kukifanya kilicho kibaya kiwe kizuri, Mungu unayeweza kutengeneza kilichoharibika kikawa kipya. Ninarejesha huduma ndani yangu, ninarejesha mafanikio ya mikono yangu, ninarejesha amani katika jina la Yesu Kristo. Kila aliyeipa Bwana mafanikio yangu, ninarejesha kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakiri Bwana kufanikiwa kuanzia sasa, nikafanikiwe katika biashara, nikabarikiwe. Kila nitakachokifanya kikaanze kupata kibali katika jina la Yesu Kristo, kwa maana nimejua uadui alikwisha kuchukua mafanikio yangu, nami ninaomba kurejeshewa katika jina la Yesu Kristo. Mungu unayerejesha, ninaamini umenirejeshea, umerejesha amani, umerejesha uzima ndani yangu, umerejesha kila mafanikio mema na baraka zako zote ulizozitabiri juu yangu. Ninaamini Bwana unaanza kuzitimiza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wewe uliyefuatisha maneno haya, funika macho yako, niombe kwa ajili yako. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya mtumishi wako huyu. Bwana, ninaachilia neema na kibali juu yake. Bwana, kila kilichoibiwa kwa jina la Yesu Kristo kikarejeshwe katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia damu yako ya thamani juu yake. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, mtunze na kumwezesha. Kila kilichokataliwa na kuibiwa Bwana, tunakirejesha kwa jina la Yesu Kristo. Damu yako ya thamani Bwana ikanene mema tena katika maisha yake, katika biashara yake, katika uchumi wake, katika ndoa na familia yake. Ninarika neema na kibali chako Bwana, kibali chake cha kufanikiwa, kibali chake cha kuinuliwa, kibali chake Bwana cha kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Kila roho Bwana za kutokufanikiwa ninaenda kinyume nazo juu ya mtu huyu Bwana aliyeinua imani yake akitamani kufanikiwa na kuona baraka zako kifanya katika jina la Yesu Kristo. Miujiza yako Bwana na iachilia juu yake, mlinde na kumtunza. Kila mashambulizi ninakataa kwa damu ya Yesu Kristo, mlinde na kumtunza katika jina la Yesu Kristo. Asante Mnazareti, kwa kuwa wewe ni Bwana Mungu mwaminifu, Mungu unayeishi milele yote. Bwana, utaenda kufanya na kutenda katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Barikiwe wewe ambaye umenifuatilia. Kwa maelezo zaidi unaweza kutuma meseji au kupiga simu moja kwa moja, nambari 0620472436. Mimi mwinjilisti Aga.